Kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania na kuletea mbiu ya kusini, na miongoni mwa habari tulizonazo juma hili ni pamoja na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kuwekeza katika miundombinu mbalimbali. Kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania limewahimiza waumini wake kuwafundisha vijana malezi bora. Katika habari za kimataifa, huko Cape Verde, kanisa la Waadventista wa Sabato wamejipanga kutoa msaada baada ya mafuriko. Na katika muziki na maburudisho juma hili tunakutana na kundi la muziki wa Injili The Family Music Tanzania kutoka jijini Dar es Salaam. Naam, hujambo na karibu katika dakika 30 za mbiu ya kusini, tukiangazia taarifa mbalimbali ambazo zimejiri kwa juma zima kutoka katika Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Jina langu ni Mbonea Daniel, karibu. Jaji mkuu wa Tanzania Mheshimiwa George Mchechu Masaju amewahimiza washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuendeleza jitihada zao katika uwekezaji kwenye sekta mbalimbali kama elimu na afya, akibainisha kuwa huduma hizo ni nyenzo muhimu za kuwafikia na kuwaleta wengi kwa Yesu. Dr. Ruben ameandaa taarifa ifuatayo. Hayo yamebainishwa na Jaji Mkuu wa Tanzania katika Sabato maalum ya changizo la ujenzi wa ofisi ya Field ya Kati mwa Tanzania, akisisitiza mshikamano wa waumini katika kufanikisha miradi ya maendeleo ya kanisa. Nafanya huduma nzuri kwenye sekta za elimu, kwenye sekta za afya, lakini na kutupatanisha sisi wananchi kwa wananchi, lakini na huduma upatanisho mnayoifanya wananchi na Mungu. Kwa hiyo madhehebu ya dini yote yana mchango mkubwa sana katika kudumisha ustawi wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia huduma zenu mbalimbali ambazo mnazitoa. Mna mchango mkubwa sana hata katika usalama wa taifa hili, kwa sababu tunapokuja ndani ya hizi nyumba za ibada kwa madhehebu yetu mbalimbali, tunapata kujifunza mapenzi ya Mungu, kwamba tuishi kwa namna ambayo tunapaswa kupendana sisi kwa sisi. Tunapomtolea Mungu tunaendelea kuwa na tabia hiyo. Tunapohimizwa na viongozi wetu mahalia, iwe ni makanisa tunaosali, iwe ni katika ngazi ya kitaifa kama ambavyo leo tunajumuika na viongozi wetu kutoka majimbo makuu ya Tanzania, kusini na kaskazini. Tunafurahi kama ambavyo wale wananchi walifurahia Mfalme Daudi alivyowakumbusha. Hatujengi leo nyumba ya ibada, tunajenga makao makuu ya shughuli zitakapokuwa zinaratibiwa kwenye kazi hii. Na Mungu ana utaratibu wake, ni Mungu wa mpango. Wakati fulani tunaweza kukaa tumeweka mkazo sana tu kwenye ujenzi wa nyumba za ibada, tunakasahau kwamba ili shughuli zifanyike kwenye ibada lazima kuna kuwepo na ofisi zitakazotumika kuratibu. Aidha, mwenyekiti wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania Mchungaji Joseph Fidelis Mungwabi ametoa wito kwa washiriki wa jimbo hilo kuendelea kuwa na moyo wa kutoa ili shughuli zote zinazoratibiwa katika field ya CTF zitekelezwe kwa ufanisi. Jiji hili la Dodoma, Sabato ambayo imefanyikia katika kanisa la Dodoma Kati, na Sabato hii ilikuwa maalum kwa sababu tulikuwa tunachangia ujenzi wa ofisi za jimbo la Kati, Central Tanzania Field. Na kwa bahati nzuri changizo hili limeongozwa na Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Kwa kweli washiriki wamejitoa vizuri na marafiki mbalimbali katika kuchangia ofisi hizi. Huu ni mradi mkubwa, tukijua ya kwamba jengo hili ni kubwa, lina ghorofa 5, na mpaka sasa wamemaliza sehemu ile ya chini na sasa wanataka kuanza ghorofa ya kwanza. Kwa hiyo tunatoa wito kwamba washiriki wetu na waumini wetu wote katika jimbo hili wasichoke kuchangia. Tunajua kwamba kuna miradi mingi inayoendelea katika makanisa ya ujenzi wa makanisa,
lakini vile vile tunahitaji kwamba tukamilishe ofisi hii ili kazi ya Mungu inayoratibiwa katika jimbo hili la Kati iweze kufanyika vizuri, tuwe na mahali pa kufanyia kazi. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania, Mchungaji Magulilo Mwakalonge, amepongeza field ya Kati mwa Tanzania kwa ndoto ya kuwa na ofisi ya kudumu kwa ajili ya maendeleo ya kazi ya Mungu. Tulipita kwenda kuitembelea ofisi hiyo jana na tulifarijika sana kuona njozi kubwa mno ambazo uongozi wa kanisa la Mungu hapa inao za kujenga ofisi yenye heshima sana, ofisi kubwa ambayo wazungu wanasema it will stand the test of time. Muda hautai challenge ofisi hii kwa sababu ni ya kisasa, ni ofisi kubwa ambayo imetoa nafasi ya maendeleo ya baadaye na njozi mpya za kazi. Ofisi ya ghorofa 5 ambayo itakuwa ni mbaraka mkubwa sana, na kazi kubwa tayari imefanyika, na leo kulikuwa na wito wa kukusanya milioni 400 na kitu kwa ajili ya kulifikisha jengo mpaka hiyo ghorofa ya 5. Aidha, amewahimiza washiriki wote kuendelea kuombea viongozi wa taifa kuwa na hekima na uongozi wenye maono. Na kwa kumsikia leo imetufanya tuwaombee zaidi watumishi wa Mungu, washiriki wetu ambao wanafanya kazi kwenye serikali na jamii, na yeye alikuwa kama anawawakilisha leo. Wanampenda Mungu, wanalipenda kanisa lake, na kwa kweli tunatoa wito kwa washiriki wote tuwakumbuke wenzetu hawa wamepewa majukumu mazito, lakini bado wanampenda Mungu wao. Naye mwenyekiti wa field ya Kati mwa Tanzania CTF, Mchungaji Elton Mvanga, amewashukuru waumini kwa kujitoa kwao na kuahidi kuwa uongozi wa field hiyo utaendeleza jitihada za kuhakikisha mradi huo unafanikiwa. Kwa namna pekee sana ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya washiriki wa jimbo hili la Kati mwa Tanzania, kwa ushirikiano mkubwa ambao tunashirikiana nao sisi kama viongozi ofisini, lakini pia kwa namna ambavyo mpango mzima wa mradi wa ujenzi wa ofisi za jimbo la Kati mwa Tanzania, kila mshiriki namna ambavyo kwa kweli anashiriki kuwezesha jambo hili, na kama matokeo yake mwaka jana, mwaka 2024 mwezi wa 12 tuliweza kuzindua rasmi mianzo ya ujenzi wa jengo la ofisi za jimbo hili. Na kwa namna pekee sana mwezi Juni mwaka huu tumeweza pia kuwa na changizo jingine, changizo ambalo kwa kweli tutasema ndio lilikuwa changizo la kwanza, changizo ambalo lilitubariki sana, na kama matokeo yake hivi tunavyoongea tayari tulishaanza ujenzi ule, jengo lile limeshainuka na ground floor yote imewekwa slab yake. Kwa hiyo sasa baada ya changizo hili la leo ambalo tuna imani vile kila kanisa na kundi na maeneo yote katika jimbo letu hili tunanyoosha mikono yetu kubariki kazi hii, tuna imani pia mara baada ya zoezi hili la Sabato ya leo, basi kuanzia huenda wiki ijayo zoezi la ujenzi kuendelea tena floor ya 2, ya 3 na tufike ya 4 panapo majaliwa, ikiwa mapato yatakuwa yamekwenda vizuri. Naye katibu wa chama cha wachungaji katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania, Mchungaji Beatus Mlozi, amesema leo nipo hapa Dodoma, mahali ambapo kumekuwa na shughuli kubwa mbili za kimsingi. Shughuli ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba kunatolewa sadaka ya kutosha kwa ajili ya ujenzi wa makao makuu ya jimbo dogo la Kati mwa Tanzania. Lakini shughuli namba 2 iliyotuleta katika mji huu ni kushiriki na kuwakilisha Union ya Kaskazini, kumwakilisha kiongozi wetu mkuu mchungaji na daktari Mpwani David, katibu mkuu Pastor Sando na mwazini Mzee Mavanza, ambao walipaswa kuwepo mahali hapa kwa ajili ya matukio ya mawili yaliyotuleta hapa, kwa wazo zima la ujenzi wa makao makuu, lakini pia kushiriki kutoa tamko la kanisa letu la Waadventista Sabato kumpongeza Mheshimiwa Jaji Mkuu
wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sabato hiyo maalum imeonyesha mshikamano wa washiriki wa kanisa la Adventista Sabato katika field ya kati mwa Tanzania, huku viongozi wa kanisa wakiwahimiza washiriki kuendelea kushirikiana kwa moyo wa upendo ili kufanikisha miradi ya maendeleo ya ujenzi wa ofisi za field ya kati mwa Tanzania inakamilika kwa mafanikio kwa ajili ya mustakabali wa kazi ya Injili na huduma za jamii. Nikilipotia Mbiu ya Kusini juma hili, ni mimi Dotoeli. Mtazamaji, usisahau kutembelea mtandaoni ili kupata taarifa zaidi, lakini pia kutoa maoni yako katika akaunti zetu. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, na hivi sasa mtazamaji, tuangazie habari zingine zilizotufikia kwenye dawati letu la habari juma hili. Kanisa la Waadventista wa Sabato Mazimbu mkoani Morogoro kupitia idara ya huduma za vijana kanisani hapo waliungana na watafuta njia duniani kote kusherehekea miaka 75 ya siku ya watafuta njia duniani mwaka 2025, ambapo huadhimishwa Sabato ya 3 ya mwezi Septemba kila mwaka. Tunaungana naye Rehemaeli Joseph ambaye ameandaa taarifa zaidi. Viongozi mbalimbali wa kanisa pamoja na viongozi wa idara ya vijana kanisani hapo walishiriki katika ibada maalum ya sherehe hiyo ya miaka 75 ya watafuta njia duniani. Leo tunayo furaha sana kuweza kusherehekea katika siku hii ya leo ya kutimiza kwa miaka 75 ya watafuta njia ulimwenguni. Tumepata fursa kubwa sana na adhimu ya kuweza kuhudumiwa na vijana wetu watafuta njia ambao wametuhudumia katika ibada kuu siku hii ya leo, na wataendelea na vipindi pia wakati wa jioni. Wamehudumu vizuri sana, ni chachu kwa wazazi wengine wote kuweza kuendelea kuwatia moyo watoto ambao hawajajiunga na chama hiki cha watafuta njia waweze kupata fursa hii ya kuweza kusogea karibu zaidi na Kristo katika idara hii ya vijana katika chama hiki cha watafuta njia. Tumeona umuhimu wa siku ya watafuta njia ulimwenguni. Siku ya watafuta njia ulimwenguni imekuwa ikiwasogeza watafuta njia wengine ambao wamekuwa wanalegalega kuja katika chama. Wakiona wenzao wakifanya vizuri na programu zao, basi wamekuwa wakihimizwa kurudi tena kujiunga na kundi hili ambalo huenda alifanya mchezo akaliacha akaenda nje, na kifika katika siku kama hii ya leo wanarejea tena kuungana na wenzao. Lakini pia ni hamasa kwa ajili ya wazazi ambao huenda waliwazuia watoto wao wasije kwenye chama. Wanapoziona programu hizi katika siku ya watafuta njia, basi wamekuwa wakihimiza watoto wao ili waweze kufika kwa ajili ya kujiunga na chama na kuweza kufanya kazi ya Mungu ili waweze kusonga mbele. Kwa nini tunawasema watafuta njia? Tunawapenda watafuta njia kwa sababu tunaandaa kanisa la kesho. Tunaandaa viongozi ambao wanaenda kufanya kazi ya Mungu wakiwa bado wadogo, lakini pia wakiwa na misingi iliyojengwa imara. Tunajua kabisa kwamba hata kama unajenga nyumba lazima uweke msingi ulio imara. Tunapowafundisha watafuta njia, tunaweka msingi ulio imara ili watoto hawa waweze kuwa kanisa bora baadaye. Katika programu hizi za watafuta njia tunajifunza vitu vingi. Tunajifunza mambo mengi, studies za mikono, studies za nyumbani, lakini pia na hali ya kiroho hapa kanisani tunaipata. Kwa hiyo ndugu mzazi, mimi ningependa kukualika sana kwa wewe ambaye una mtoto wako ambaye yuko nyumbani, mlete ajumuike pamoja nasi. Aidha, watafuta njia walioshiriki katika sherehe hiyo walionyesha kufurahishwa na siku hiyo maalum kwao katika maisha ya kiroho kama vijana wa Kristo. Nimefurahi sana katika siku hii ya watafuta njia duniani yenye moto unaosema mtafuta njia kwa kusudi. Katika klabu yetu tunajifunza maisha ya kiroho na ya kimwili na kujitegemea pia. Asante. Katika siku ya leo nimejifunza kwamba tunapaswa kuwa watafuta njia kwa kusudi. Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mazimbu, mimi ni Rehemaeli Joseph, Mbiu ya Kusini. Asante sana Rehemaeli Joseph kutoka huko mkoani Morogoro. Hivi sasa tunaelekea kule katika conference ya Kusini Mashariki, ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato conference hiyo limewahimiza waumini wake kuwafundisha vijana malezi bora. Tunaungana naye Mtambo Mngereza ambaye ana undani wa habari hiyo.
Akizungumza na Hope Channel Tanzania, mkurugenzi wa idara ya vijana wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Mgwenya Mugabo, ameyahimiza makanisa yote kuwa sehemu ya malezi kwa vijana. Mchungaji Mugabo alitoa kauli hiyo mara baada ya kuwakabidhi mashina ya cherehani watafuta njia wa kanisa la Kibangu Juu, ikiwa ni kutambua jitihada zao katika kuwafundisha watoto stadi ya ushonaji. Tunamshukuru Mungu kutujalia heri kuifikia miaka 75 ya huduma za watafuta njia na malezi kwa watafuta njia ya kanisa kwa kanisa la Mungu hapa duniani. Sisi kama conference kuliadhimisha, na kutokana na ratiba za mwaka huu tuliiweka moja kwa moja siku hii iwe pia ni siku maalum ya investor kwa wavumbuzi pamoja na watafuta njia. Kama conference ya Seki tulikuwa na vituo 7 ambavyo tulikuwa na maadhimisho makubwa ya kiconference kwa ngazi ya kanda. Tumetoa hata na zawadi, kwa sababu katika conference hii ya Kusini Mashariki mwa Tanzania tukiungana na wenzetu wa union yote tulikuwa na nishani za vitendo. Hapa mwaka huu tulifundisha tena nishani ya kompyuta, tumefundisha nishani ya paredi, tumefundisha nishani ya bendera, tumefundisha nishani ya kilimo, tumefundisha nishani ya cherehani na nyinginezo. Na hizi nishani nyingine zilikuwa ni za vitendo, ambako mtu akisomeshwa kwenye kipindi cha darasa na akapewa mtihani, akifaulu kama amepata 100, tunaigawanya ile max mara 2, anapata 50, na ufaulu wa kanisa ni max 75 kuendelea. Na kwa namna gani hizi azifikia 75 na kuendelea? Hizi nishani mfano hizi za cherehani, za ushonaji, anapaswa waingie darasani. Tunalipongeza kanisa la Kibangu Juu, limetokea kidedea kabisa kwa kufanya vizuri katika ushonaji, na sisi tukalikabidhi zawadi kama motisha kwa hawa watafuta njia, zawadi ya cherehani. Ninayasema kanisa yote yawe ni vituo vya malezi na mafunzo kwa vijana hawa, adventurer, watafuta njia, mabarozi, vijana wakubwa. Kozi hizi za Master Guide, SYL, CMT ziendelee na kuwaka katika jina la Yesu, ili vijana wengi wapate kupata mafunzo haya mazuri, lakini pia wawe tayari kwa ajili ya malezi. Hapa baada ya sikukuu hii ya watafuta njia, sisi tunaingia kwenye camp. Kuna camp ya vijana wakubwa, Master Guide, SYL, Senior Youth, tunafanyia pale Magole. Sisi kama SEC tunaingia kwenye effort kupitia vijana wa TUCASA. Tunaanza tarehe 5 tunafungua effort zetu, alafu tunamaliza tarehe 19 mwezi wa 10. Ninatoa mwaliko kwa wanavyuo wote. Najua wengine mko field na field zenu zinaisha, tarehe hizo zitakuwa ziko wazi. Hakikisha unaelekea kwenye kituo chako, kwenye hizi effort, kwenye vituo hivi tulivyo navyo. Naamini tumeendelea kuyaombea haya, naamini tumeendelea kujipanga, naamini hata michango hizo effort inaendelea vizuri. Tuhakikisha tunakwenda, tuingie kazini mwa Bwana na Bwana mwenyewe atutumie, watu wengi waokolewe, makanisa yapandwe, kazi ya Bwana ikamilike, Yesu arudi twende mbinguni. Na baada ya haya tutakuwa na investor tunayotazamia kuifanya mwishoni mwa mwezi wa 11, mwishoni mwa mwezi wa 10 kwenda wa 11 mwanzoni, kwa ajili ya Master Guide, SYL pamoja na mabarozi. Na watia moyo kwamba idara ya vijana ni chombo cha kutujenga kwa huduma sasa, lakini pia kwa utakatifu wa maisha yetu, lakini pia na kwa umilele. Natoa mwito kwa kila makanisa, idara hii iwe hai, iendelee, mafunzo hai yatolewe, ili tupate kuwa vyombo viteule katika jina la Yesu. Bwana awabariki sana. Wahudumu na viongozi wana haya kusema: tuwe na msimamo kama neno la Mungu linavyosema, lakini tuende kuishi na kufuata vile viapo na sheria ambazo tumejifunza kutokana na vyama vyetu, vyama vya watafuta njia, vyama vya wavumbuzi. Lakini pia wawapatie ushirikiano wa walimu ambao wanaokuwa wanafundisha makanisani. Mzazi anapompatia ushirikiano mwalimu au kiongozi, inasaidia sana na kazi inakuwa rahisi sana. Nikiripoti kutoka Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, mimi ni Mgereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Naam, taarifa hii inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa pamoja na habari za muziki na maburudisho. Mimi ni Mbonea Daniel, tafadhali endelea kubaki nasi.
Mtazamaji, na kabla hatujasonga mbele zaidi, hebu tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wamehimizwa kuwekeza katika miundombinu mbalimbali. Kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania limewahimiza waumini wake kuwafundisha vijana malezi bora. Katika habari za kimataifa, huko Cape Verde, kanisa la Waadventista wa Sabato wamejipanga kutoa msaada baada ya mafuriko. Na katika muziki na maburudisho juma hili tunakutana na kundi la muziki wa Injili The Family Music Tanzania kutoka jijini Dar es Salaam. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi, na hivi sasa tuangazie habari za kimataifa, ambapo kwa juma hili tunaangazia huko Cape Verde, ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato wamejipanga kutoa msaada baada ya mafuriko. Tupate taarifa zaidi. Katika mji wa Cape Verde, mshikamano ulionekana katika kisiwa cha São Vicente, ambapo watu 30 walijitolea kutoka visiwa mbalimbali kuungana kwa juhudi za utu zilizodumu kwa siku 15. Waliosaidia waathirika wa mafuriko kwa kufanya usafi, ujenzi upya na kutoa msaada kwa zaidi ya watu 70 waliokumbwa na maafa hayo. Jitihada hizo ziliendeshwa kwa ushirikiano na viongozi wa eneo hilo, huku shirika la ADRA likiendesha kampeni za kuchangisha misaada ili kuongeza juhudi hizo. Hatua hii imeleta faraja kubwa kwa jamii zilizokumbwa na dhoruba, inayosemekana kuwa moja ya dhoruba kali zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Asante sana Rebecca Dennis kwa taarifa hiyo, na hivi sasa tuangazie habari za muziki na maburudisho, ambapo kwa juma hili tunao kundi la muziki wa Injili kutoka jijini Dar es Salaam hapa Tanzania. Hawa wanafahamika kwa jina la The Family Music kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mzizima. Wanatukumbusha kurudi nyumbani kwa Baba licha ya dhambi ambazo ni nyingi sana katika dunia hii, lakini hatuna jinsi kwa sababu Bwana anatupenda na atatupokea. Nitarudi kwa Baba yangu, nimeshakosea, sasa nimetambua. Usiyafikiri
utasamehewa. Ni kweli haustahili, ila Yesu takupokea. Nitaanza vipi kama Baba, nilikosa sifai, lakini sina jinsi, nitarudi nyumbani, kwani Baba anipenda, atanipokea. Nitaanza vipi kama Baba, nilikosa sifai, lakini sina jinsi, nitarudi nyumbani, kwani Baba anipenda, atanipokea. Nitaanza vipi kama Baba, nilikosa sifai, lakini sina jinsi, nitarudi. Mtazamaji, kwa nyimbo nyingi zaidi za kundi hilo la The Family Music unaweza kupitia katika mitandao yao ya kijamii, hususan YouTube, ili uweze kupata mibaraka mingine mingi zaidi katika nyimbo wanazoziimba. Mpaka hapo mimi nafikia tamati katika Mbiu ya Kusini na taarifa ya habari juma hili. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa hii ya habari kukufikia, mimi naitwa Mbonea Daniel, nikutakie wakati mwema na amani ya Bwana iwe nawe.